Mpira matatu bwana. Mambo yakawa hivyo. Simba kaunguruma ardhi ya ugenini. Mechi ambayo ulikuwa ukitazama unaona kabisa kwamba Simba walikuwa katika kiwango kizuri kweli au unasemaje? Walikuwa na kiwango kizuri na ni mechi ambayo kwanza dhamira yake ilikuwa kwamba Simba wapate ushindi. Tena ushindi mkubwa inakuwa ni kama advantage kwamba kwenye safari yetu angalau tunapunguza mzigo. Mechi ya nyumbani unakuwa tayari mmeshajiondolea pressure, mnacheza kwa kurelax. Lakini mechi kama mechi ilikuwa na taswira mbili tofauti. Yaani Simba iliyocheza kipindi cha kwanza ni tofauti na Simba iliyocheza kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza ni kama kocha alikuwa anafanya ile try and error. Yaani alikuwa tayari alikuwa anatuma statement kwa watu kwamba bana mimi napenda mpira wa kushambulia. Ndio maana tukiangalia kikosi kilivyotoka kulikuwa kuna wachezaji zaidi ya 6 ambao wote ni washambuliaji. Alafu chini yao alikuwepo kiungo mmoja wa chini na Bikama ambaye naye sio kiungo wa chini kiasilia na mabeki. Kwa hiyo tayari kocha alikuwa ashatuma ile taswira kwamba mimi nataka nicheze mpira wa aina hii. Lakini Simba kidogo walikuwa unaona kama wanasumbuka kidogo ku execute kile ambacho mwalimu alikuwa anakitaka. Na ndio maana kipindi cha pili uliona alifanya zile sub na wakaamua sasa, kwa sababu kipindi cha kwanza Simba walikuwa wanataka wapitie sana katikati, lakini walikuwa wanakosa wale watu sasa wa kuwaunganisha katikati pale. Kwa ndio maana kipindi cha pili alivyoingia Kibu Denis, alivyoingia Jonathan Soa, Morris Abraham, ukaona wote walikuwa wanautafutia mpira pembeni. Kwa nini sasa wanautafutia mpira pembeni? Unapojaza wachezaji wengi pembeni, inamaanisha unamvuta mpinzani wako na aje pembeni, inamaanisha eneo la katikati linabaki wazi kuja huyo kulitumia kama sehemu ya mwisho ya kupata matokeo yako. Kwa hiyo nahisi kitu ambacho mwalimu yani ujumbe ambao mwalimu anataka kuutuma nahisi ameufikisha, na kama ni first impression basi ameonyesha first impression nzuri sana kwa wana Simba na nahisi wamefurahi. Hii ni yetu sote. Banu mwene Katavi amuzale banu. Zile ndoto za wanarukwa kumshuhudia live kipenzi chenu Dr. Samia Suluhu Hassani, mgombea urais wa CCM, sasa zinatimia. Baada ya kanda ya Ziwa kusema kwa sauti kwamba hakuna kama Samia, sasa Rukwa onyesheni dunia kwamba mnataka kiongozi aniamini kwenye fursa na maendeleo. Mwaga maua, piga vigelegele, shangwe zinogile kwa mama wa kazi na utu aliyetoa ruzuku za mbegu na pembejeo kwa wakulima wa Rukwa, aliyetoa nyavu za kisasa na mikopo nafuu kwa wavuvi wa Rukwa, na aliyekamilisha miradi ya huduma za kijamii kwa kishindo. Dr. Samia Suluhu Hassan, kazi na utu, tunasonga mbele. Chagua Samia, chagua CCM. Oktoba 29. Munafiki Yusuf Kagoma tamaliza mpira ambao anapita kwa Shomari Kapombe. Show me the way. Soa Jonathan anampita tena Soa Jonathan Kibu Denis. Kibu Denis Prosper anazika hai matumaini ya Nzikizini. Amkuta Shomari Kapombe. Show me the way Baba Esther. Jonathan Soa akapika na kuweza kuweka pasi ya upendo kwa Kibu Denis Prosper. Twist and turn, kadondosha bega la kushoto akageuka na bega la kulia. Kibu Denis Prosper fantastic kwanza kuandika bao la pili. Na shukrani sana wote ambao mnaendelea kutufuatilia. Habari zikufikie bwana. Mechi ambayo inaendelea hivi sasa kati ya mashetani wekundu Manchester United na majogoa Anfield Liverpool. Manchester United wanaandika bao la pili baada ya Liverpool kusawazisha baada ya Cody Gakpo kuwarudisha Liverpool mchezoni. Ndio bana, kapteni wa zamani anawarejesha tena United kwenye uongozi. Harry Maguire kabisa, usiyempenda kaja. Na ameshangilia sana. Hiyo tunajua kuangalia baadaye katika medani za kimataifa. Almanusura pia Liverpool wasawazishe bao katika dakika hizi za mwisho hizi, lakini tuachane nao kwanza. Udili na mnyama. Tuendelee na mnyama. Bana, kwa kocha mzee wa matatu Pantov. Pantov ameonekana kuisuka vizuri timu yake.
Nadhani wamecheza vizuri sana. Mimi kwenye kipindi cha pili ndio nimewaona wakicheza vizuri. Kipindi cha kwanza nilikuwa nawaona Nsingizini na wao wako vizuri, walikuwa wanapishana njoni, yani alikuwa hamuofii Simba, si kwamba alikuwa muogopi, anamheshimu, lakini alikuwa naye anacheza huo mpira. Na Simba pia walikuwa na madhaifu kwa katikati mwa uwanja, hawakuwa na kiungo huyo ambaye ana uwezo wa kunusa hizo hatari, kuweza kuanticipate kufika kuharibu mipango. Kwa hiyo ilikuwa inawaruhusu pia wao kucheza zaidi. Ndio maana kipindi cha kwanza ni kama waligawana, njoo nije twende mbele nirudi nyuma. Kwa hiyo ukijaribu kutazama patterns zilikuwa zinafunguka namna hiyo. Kuna mchezaji mmoja anaitwa Quality, ana quality kiukweli, namna alivyokuwa anafanya kupiga zile pasi, kutulia na mpira wa Nsingizini, yani pasi alikuwa anazipiga. Kuna mchezaji mwingine ambaye amewasumbua sana Sambade Kumaro, namna alivyokuwa naye anahangaika kabisa kuchukua mpira, wanavyopasiana wanaondoka. Kwa hiyo ukijaribu kuwatazama hawa wachezaji, ni timu ambayo haina majina makubwa sana, lakini ina quality ya mchezaji mmoja mmoja ambaye iliwasumbua Simba kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili nafikiri mwalimu aliliona hilo, akaamua sasa kufanya sababu ambazo zikabadili hali ya kiuchezaji, kuamua sasa kuondoa viungo wengi washambuliaji na kuleta at least kiungo mmoja ambaye atakuwa na na sifa ya ulinzi ya kuisaidia back four. Mtu ambaye aliingia alikuwa ni Yusuf Kagoma, kwenda kutuliza ile tempo ya mchezo. Jaribu kutazama pasi au unazungumza goli la kwanza la Kibu Denis ambao ni goli la pili la Simba. Pasi imetokea kwa Yusuf Kagoma kuipiga kwenda kwa Shomari Kapombe pembeni kule. Sehemu ambako ndo Soa alikimbilia kwenda kuchukua ile pasi. Goli la pili hilo. Goli la pili la Simba, goli la kwanza la Kibu Denis. Yes. Ndio, sahihi. Kwa hiyo ndo alipiga ile pasi, alikuwa ni Yusuf Kagoma, kaipiga chap pembeni ambako akafika kwa haraka Soa ndo kwenda kupiga kisigino ambacho kimemfikia Kibu Denis. Kwa hiyo ukijaribu kutazama utulivu na uwezo wa kupiga pasi wa Kagoma, uharaka wa maamuzi, lakini uwepo wa kijana mdogo ambaye mimi kwangu mimi nilikuwa nasema kama angekuepo leo hii alikuwa ni Fadlu Davis, alikuwa anahitaji X factor. Basi ndo X factors ya Simba. Niliwahi kuzungumza hapa nikasema nilifurahishwa sana combination yake yeye alipokuwa anacheza na Joshua Mutale. Gusa achia, wanaondoka, pasi za kwenda, uwezo wa kupiga pasi kwenye maeneo finyu. Tazama pasi tazama pasi ya goli la tatu, maeneo finyu, hakuna mtu ambaye alitegemea pasi itapigwa vile, kapiga imefika. Na nilichokifurahia ni utendaji wa kazi mzuri wa Kibu Denis, kaitumia vizuri ile pasi. Kwa hiyo kwangu mimi nimeiona Simba imara na Simba bora, na wakagusa pasi nyingi sana namna ambavyo walikuwa wanacheza kipindi cha pili. Lakini kipindi cha kwanza kulikuwa kuna madhaifu mengi sana, walikuwa unaona wanafikiwa. Kipindi cha pili wamecheza vizuri. Lakini winga, kuna kitu kimoja nimekiona kwa golikipa wetu wa Tanzania Yakubu Suleimani, anapaswa kufanyia mazoezi sana mguu wake, namna ya kutuliza mpira ukatulia hapo hapo ukamtii, namna ya kupiga pasi kamfikia mpinzani. Kuna mistake moja ameifanya leo, ni mistake ambayo imetokea upande wa pili. Kama umefuatilia mechi ya Singida, golikipa akafanya mistake akazadia watu goli. Na leo libaki kidogo, isingokuwa poor control ya mchezaji, sijui ni kwamba alikuwa hajajiandaa, mpira umemkuta kwa haraka kwa mshtukiza, yes, mpira ukagonga ukatoka. Kwa hiyo Yakubu ili aichukue ile nafasi, anapaswa kufanyia mazoezi mguu wake, namna ya kuutuliza mpira ukatulia maeneo husika, na namna ya kuona kupiga pasi, kujiamini kwamba mpira nimepewa sasa, nitulie nianzishe pasi sehemu fulani. Kwa hiyo akiweza kufanyia hivyo vitu, mimi na imani anaweza akamchallenge vizuri Kamara, kwa sababu yuko vizuri kwenye kusevu, lakini kuanzisha mashambulizi, kitu ambacho mpira wa kisasa makocha wengi ndio anaenda huko. Kwa hicho kitu pia yeye anakikosa. Kwa hiyo kama atarekebisha maeneo hayo, mimi naamini atakuwa bora. Lakini game nzuri sana nimeipenda kwa Nangu. Mabao matatu ni kama mlima mrefu hivi kwa Nsingizini. Lakini katika soka lolote linaweza likatokea. Unawaona wakija kupindua matokeo mbele ya mnyama? Kwa kweli kiwalisia sioni, kwa sababu unajua goli tatu, na kwa muktadha wa mpira wa Afrika ni ngumu sana kuchomoa goli tatu. Yani unahitaji ufanye kitu yani extra sana. Yani kama ni kukimbia, ulikimbia ba kilomita 10, unatakiwa uchomoe goli tatu au ukimbia hata kilomita 50. Yani unabidi ufanye kitu extra sana, na inawezekana kama wangekuwa wanacheza labda home ground, kama labda mechi ya pili wangekuwa wanacheza kwao, kungekuwa kuna hiyo kwamba angalau watakuwa nyumbani, at least labda wanaweza kufanya vitu vingine labda nje ya uwanja ambavyo vinaweza vikawaathiri uchezaji wa Simba. Lakini mechi inavyomalizikia hapa Tanzania,
asioni, yani kama kwenye 100% naweza nikasema labda kuna 1% tu ambao naweza nikaona wanarudisha hizo goli 3, na hata namna ambavyo wanacheza mpira, na unajua Simba wao kwenye kwenda group stage kwao ni compulsory, yani ni standard ambao wameshaiweka. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine kuja kuwapindua wasiende itahitajika nguvu kubwa sana, na wanaongoza goli 3. Unajua winga, mimi na uheshimu sana mchezo wa mpira wa miguu, lakini Simoni Nsingizini kwenda kupindua au kuja kupindua meza hapa kwenye uwanja Benjamin Mkapa, kwa sababu sijaona attempt yoyote ambayo wameitengeneza ya wazi, yani ile tunasema hii ni clear chance ambayo wameifanya Nsingizini ingewapa hata goli, au labda kusema kipa amefanya kazi kubwa ya ziada. Kwa hiyo kwenye hii scenario inakuonyesha kabisa bado wangekuwa at least wamefunga hata goli moja au wametengeneza hizo nafasi, ningeweza kusema okay, na waona Nsingizini kuja kusumbua hapa. Hawajafanya hicho ambacho kama ambavyo tumewazungumza jana Silver Strike ambavyo wameonyesha kabisa, unaona hata wakija hapa bado unaona kuna mechi ngumu kwa mpinzani, lakini hawa Nsingizini wanagusa ndio hizo pasi, lakini ukishavuka kwenda kwenye zoni ya mpinzani unafanya kipi cha msingi? Basics za mpira unazifanya ukiwa kwenye zoni yako, unaanza vizuri. Tumevuka kwa sababu tuna defensive, tuna offensive zone. Sasa tumevuka tunaenda huko, hii ni phase ya ushambuliaji. Hizo nafasi tunazitengeneza, tunazitumia. Sijaona nafasi ambazo wamezitengeneza nikasema ukiondoa makosa ambayo walikuwa wanayafanya Simba wao, hakuna nafasi ambayo wao wameitengeneza ambayo itawapa hiyo nafasi. Kwa hiyo kwenye hicho simuoni yeye kwenda kupindua matokeo kwenye uwanja Benjamin Mkapa, ingawaje na uheshimu sana mchezo wa mpira wa miguu na matokeo. Simba aliwahi kushinda goli 2 ugenini, akaja hapa akachapika goli 3. Kwa hiyo vyovyote vile tunaweza, inategemea na mpinzani ambaye unacheza naye. In short, hao jamaa unaweza kusema end product yao sio nzuri kabisa. Tubakie hapo. Kwa hiyo mnyama sasa bila shaka atakuwa anasubiri mechi ya marejeano. Pongezi kwao, mabao 3, kiwango cha Kibu Dennis akitokea benchini. Unajua sijui kwa Alberto, lakini kwangu mimi mkule na pengine hapo unasema man of the match alikuwa nani? Mimi kwenye man of the match mimi bado simpi Kibu Dennis. Bado yani siwezi nikampa Kibu, lakini naweza nikasema Kibu Dennis ameonekana kwenye moment 2 tu na ambazo zimemnyanyua. Tumetazama mpira wote, labda mwingine aniambie kipi cha ajabu ambacho Kibu Dennis alikifanya kwa dakika alizoingia. Nimekuja kumuona Kibu Dennis anafunga goli, Kibu Dennis tena anafunga goli. Kwa hiyo sio kwamba ni mchezaji eti mbaya, ni mchezaji mzuri, lakini tunahitaji kuona pia anapewa muda, kwa sababu hapa katikati kama aliondoshwa kwenye kikosi cha kwanza. Sasa kwa hichi ambacho amekifanya ni kama alam kwa mwalimu, na uzuri wana benchi ile jipya pia wana mkocha mpya au meneja mpya ambao kama wanavyomuita wao, anaweza akafanya jambo, kwa sababu kwenye dakika ambazo umecheza touch 2 kwenye box la mpinzani na zote umeziweka kambani, inakuonesha kwamba kocha atakuwa anaona okay, huyu ni finisher mzuri. Isipokuwa kuna vitu vingi amevipitia Kibu Dennis kuhusu finishing yake, lakini leo kakuonesha kwenye box touch 2 tu. Mimi nadhani kuna kitu kizuri sana kinakuja kati ya Kibu Dennis pamoja na Jonathan Soa. Yes, of course. Kuna kitu kinatengenezwa kizuri sana kabisa. Hakuna ubinafsi, kile kisigino cha Soa angekuwa mtu mwingine angeforce apige hapo na nia engo au ufaa, lakini kaamua kupiga kisigino kizuri. Na umezungumza vizuri, unajua, na nilisema nikija kwenye kipindi nitazungumza Simba au Pantev anapaswa pia kumboreshia kiwango Elim Panzo anapaswa pia kukaa na washauri, wakamshauri kukaa na mpira mguuni muda mrefu, sio kuujua mpira. Hata sisi tumecheza, tumeambiwa kupiga chenga haikufanyi wewe mkuu ukaonekana mchezaji mzuri. Mchezaji mzuri ni anayepiga pasi, anakaa kwenye nafasi, anaomba tena pasi. Piga pasi, huyo ndo tunasema huyu ni mchezaji mzuri. Kwenye zile basics za mpira, hata kwenye trial ukienda, ni namna gani unakaa kwenye position, kuomba nafasi, first touch yako, pasi yako unavyoachia. Mpanzo anakaa sana na mpira, anachelewesha baadhi ya matukio na anapoteza mipira mingi sana. Anawapa kazi kubwa sana wenzie kwenye kukaba. Kwa hiyo hii ni sehemu ambapo anapaswa kufanyia maboresho, na mtu wa kumsaidia ni kocha. Pantev yuko pale kwa ajili ya kusaidia kuimarisha uwezo wa wachezaji wote. Nimeona kwa muda mrefu na mfuatilia, nimegundua performance yake imeshuka, lakini pia anapaswa kupewa maelekezo juu kwamba mpira usikae nao muda mrefu. Unapokaa muda mrefu na mpira, kwanza unaruhusu wapinzani warudi kwenye mfumo wao.
wanazuia hiyo mianya ambayo kuna watu walikuwa wanaiona. Kuna matukio kachelewesha sana leo ambayo imefanya wapinzani wanarudi wanaziba hizo gepu, anapoteza hiyo mipira, basi umepoteza, anza kureact kuanzia hapo, anategemea watu wa nyuma yake wamfanyie hiyo na niliku block hiyo mipira. Kwa hiyo mwalimu anapaswa kuanzia hapo. Lakini kiwango kizuri sana kwa Anthony Mligo. Kuna muda najiuliza yule ni Mligo au ni Mohamed Hussein photocopy. Kwa anafanya vizuri sana. Unajua ni kijana ambaye nilitegemea ataingia na pressure kubwa sana. Unajua hakuna kazi ngumu winga kama kwenda kuziba pengo la mtu ambaye alikuwa anafanya makubwa. Kazi ngumu mno. Yaani leo hii mimi nipewe kiti niambie bana haya, wewe ndio chukua nafasi ya Mkule. Unaanza kuwaza Mungu wangu, Mkule alishatengeneza, alikuwa na flow yake, ana namna yake kikao, watu wanasema wao. Kwa ni kazi ngumu sana. Nimefurahishwa sana na vibe la mashabiki wa Simba katika mechi hii. Na kuna kitu alikifanya, sikiliza. Kikalipa. Haya ni Umaema. Anasimama nyuma ya mpira. Mashabiki wakiimba kona goli. Subiri kuone kama inaweza kutokea. Kuna kuzungusha mpira juu moja kwa moja, gonga kichwa kile.